huyo muamuzi wao wanamficha aje kuchezesha mpira. Sisi tunawaomba huyo muamuzi wao wanaomficha haje kuchezesha mpira. Kama wanaona haifai, wampe pointi 3. Huu ni mwendelezo wa taarifa zetu za kimichezo, na hapa nipo na Nasoro Yanga kuelekea kwenye joto la dabi siku ya kesho ambayo ndio Jumapili Mei 3, dabi ya Kariakoo pale kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Simba Sports Club akiwa ndio mwenyeji, lakini Young Africans akiwa ni mgeni kwenye mchezo huo ambao ni mchezo wa maamuzi kwa pande zote mbili. Young Africans kwenye msimu huu anaongoza kwa alama 5 nyuma ya Simba kwa alama hizo 5. Nini ambacho kinaenda kutokea? Nasoro, nini ambacho anakiona? Tuko naye hapa kwa ajili ya kujadili. Nasoro, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha mpaka midai. Uko vizuri kabisa? Mimi nipo vizuri. Nasoro bwana, tunaelekea kwenye dabi ya Kariakoo siku ya kesho, lakini mpaka hivi sasa taarifa rasmi kutokea bodi ya ligi kuhusu seti ya waamuzi bado haijatoka. Pengine unazungumziaje kuhusu pande hizo? Labda niongee, ni masikitiko ndani ya nchi yetu kwenye upande wa mpira. Kila siku mimi nikiongea watu wanielewi. Nakwambia sisi Tanzania ndani ya upande wa shirikisho la mpira kuna shida. Watu wanashindwa kunielewa. Bado shida zinaendelea. Vilabu wanaadhibiwa. Na mimi naulizaga, hawa shirikisho wanavyokosea wanaadhibiwa na nani? Kwa sababu hakuna duniani kokote dabi inayochezwa nchi hiyo bado siku moja waamuzi hawajatangazwa. Haijawahi, kwa sababu mpaka leo waamuzi hawajatangazwa. Hakuna mtu anawajua waamuzi. Siushaelewa kwa sababu gani? Kuna kitu gani kinachoendelea? Kwa hiyo ukija kutizama kwa sisi watu wa Yanga, ndio maana mimi kasi kunaongea, Yanga mwaka huu analazimishwa kwenda kupokonywa ubingwa. Kivipi Nasoro? Hii timu mwenyeji nani? Simba Sports Club. Si ndio? Simba ndio timu mwenyeji. Kwa hiyo Simba anafanya sana mawasiliano na shirikisho kuliko Yanga. Unanikubalia hilo? Ndio inatakiwa hiyo hivyo. Si ndio inavyotakiwa? Kwa hiyo maana kwa nini mpaka leo muamuzi hajatangazwa mechi? Kuna mashaka kwenye mpaka leo hakuna mtu anaojua muamuzi anaoenda kucheza mechi ya kesho, kuchezesha. Na leo ni siku ya Jumamosi. Mechi ni kesho. Wewe uliwahi kusikia shirikisho gani duniani mpaka leo mechi, yani bado siku moja mechi, yani waamuzi hajulikani? Hapa kuna mbinu zinatengenezwa. Na habari ya ndani ya chini ya carpet, tumepata marefa wanatoka Morocco, mpinzani wetu ndo kaleta marefa hao. Nasoro, sisi tunajua wanaogopa kutangaza. Na ndio maana wanaogopa kutangaza. Sisi tunajua marefa kutoka Morocco hapo hapa na wameletwa na upande wa pili, sio shirikisho. Hiyo haijawahi kuwa hivyo. Unaelewa? Na ndio maana mpaka leo washajua, watu washaanza kustuka hili swala. Mpaka leo wanaogopa kutangaza. Hakuna shirikisho lolote duniani bado siku moja ya dabi eti watu hawajui refa ni nani anaenda kuchezesha mechi. Wewe uliwahi kuona wapi? Uliwahi kuona wapi? Lakini mbona upande wa pili unaozungumzia wenyewe uongei kwenye swala hilo? Wanajua na ndio maana waongei. Sisi tunaongea kwa sababu mpaka leo hakuna taarifa Yanga anayo kuwa kesho anaenda kuchezesha refa fulani. Hii hakuna. Siushaelewa hii? Hakuna. Kwa nini anafichwa muamuzi? Kuna kitu gani kinaendelea kati ya bodi ya ligi na mpinzani wetu? Kuna kitu gani kinachoendelea mpaka muamuzi anafichwa? Kama wanahitaji kumpa kombe, wasipate tabu hii, watoe kombe wampe. Kwa nini tunacheza kama wanaamua mwaka huu bingwa awe mtu fulani? Wampe. Sio hivyo wanatuletea. Huu sio mpira, huu ni unyanyasaji. Ushapata tiketi Nasoro? Naenda kukataje tiketi muamuzi simjui? Ukata tiketi hujakata. Sieni kukata tiketi kwa sababu muamuzi simjui. Kwa maana yake mpira umeisha. Unaendaje kukata tiketi hujui muamuzi kesho anachezesha nani? Sold out tiketi daraja la chini kabisa, kiwango cha chini 15,000. Hiyo imeisha, haijaisha. Sasa unaenda kukata tiketi muamuzi nani anachezesha Pambano, unamjua? Hii tukiongea shirikisho kuna madudu watu wanabisha. Leo hii mpaka leo saa hizi tunaongea mimi na wewe, refa hajulikani. Mpaka saa hizi tunaongea mimi na wewe, yani MVP wa msimu uliopita hajulikani. Sasa unaona hapa kuna shirikisho kuna madudu. Charles Ahoua ndio alikuwa mfungaji bora ndani ya ligi yetu. Sawa. Leo Ahoua
anacheza Blues Dad, kiatu hajapata. Sasa unasema hapa kuna uongozi hapa? Si kuna shida hii? Hii shida nani atakuja kuiokoa kwenye mpira wetu? Unajua tunatafuta nani atakuja kutuokoa? Maana tumezama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni msiba mzito kwenye mpira ndani ya ardhi. Lakini wengine wanatazama kama mashabiki wa Young Africans watakuwa wachache sana kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Shehe wangu, tunakwambia hii mechi ina madudu mengi. Hii mechi kama hata TAKUKURU wanakuja kwenye hii mechi, kuna watu wanakwenda jela. Tiketi zimetangazwa jana na wakati watu wengine wameanza kuzinunua juzi kimya kimya. Nasoro. Ya, hizo taarifa Ahmed Ally amezitoa kwenye place aliyoifanya na akasema ninavyotangaza. Juzi watu wameenda kununua tiketi, kuna shabiki wa Simba kaniambia yeye kashanunua tiketi kabla hazijatangazwa. Usiku hapo jana tunaambiwa tiketi zinatangazwa. Na ndio maana nikakwambia mechi hii ina madudu mengi. Mimi kuna siku moja niliwahi kuongea, nilikuambia shirikisho lenyewe la Tanzania wanataka Yanga asichukue kombe. Watu wengi walinitukana huko. Leo hii wanaenda kuona kile nilichokiongea mimi kinajirudia. Leo ndo wanapata majibu. Tiketi zimeanza kuuzwa kabla matangazo hayajatangazwa. Susha, baada ya tiketi kuuzwa kabla matangazo hayajatangazwa, mpaka leo hii tunaongea milango ya saa 4 tunaenda saa 5. Maana sasa hizi inafanywa meeting ya mechi. Kwa hiyo naenda kufanywa meeting ya mechi, refa hajulikani. Wewe kuona nchi gani? Nitajie nchi leo kuona hadi mechi inaenda kufanywa meeting. Maana meeting ya mechi tayari. Kisheria ya mpira maana sasa hizi mechi tayari. Hapo refa hamumjui. Pre-match meeting ina maana kama mchezo tayari. Sasa hizi kama sasa hizi inaenda kufanywa pre-match meeting, hapo refa hajulikani. Unasema kuna shirikisho si hapa? Wewe unaweza kusema sisi tuna shirikisho? Usiogope kuongea, kapandisha hii, na kama hujapandisha usije kunihoji. Hii kapandisha, kama hujapandisha usije kunihoji. Bila kuongea ukweli hatuwezi kupata nusuru wa mpira wetu. Mpira wetu bado tunaongozwa na mabepari. Hivi unaonyesha wawiza mpira bado unaongozwa na mabepari. Sababu sisi sijui tupo sisi tunaongozwa mpira nchi gani sisi? Mpaka hata ueleweki. Sisi tunawaambia, sisi kama mimi kama mwanachama wa Yanga na shabiki wa Yanga, tunawaambia kama wameamua wanataka kumpa ubingwa wampe. Watu wasicheze hila kama itachezeshwa fair. Nimekuambia kila siku nakuongea, kama marefa watakuwa fair, wanachezesha fair, Simba umuone hata nafasi ya pili. Kwa hiyo wanasema kwamba joto limepanda kwa upande wa Young Africans. Hakuna joto sisi au wao? Mbona mpaka sasa mwamuzi hakuna? Kama hakuna mpaka sasa mwamuzi hakuna, anaogopa nani? Mwenyeji au nani mgeni? Mpaka sasa hivi mgeni hajui. Angalia klabu bingwa, angalia shirikisho, angalia ligi ya Misri. Bado wiki moja refa kashajulikana nani atachezesha mechi hii. Sisi sasa hizi timu zipo kwenye meeting, refa anaochezesha kesho hajulikani. Pengine tuwaze kwa namna ya tofauti, labda wanakwepa simu nyingi. Simu vipi? Hii simu wengine washatekitiwa. Hiyo sio simu. Baadhi wanajua, baadhi hawajui. Sisi mpinzani wetu tunakuambia 100%. Sisi tunajua. Marefa wataochezesha kesho wanaogopa kutangaza. Marefa wataochezesha kesho waondoka Moroko, mpinzani wetu ndio kaleta marefa. Sisi tunajua. Taarifa mnazitoa wapi Nasoro? Bodi ya ligi ilizungumza na ikasema bado haijaweka wazi waamuzi ni wapi. Wataweka lini wazi? Sasa hizi saa ngapi? Wewe sio unawatetea, sasa hizi saa ngapi? Sasa hivi ni saa 4. Si ndio muda saa ya Afrika Mashariki ya saa 4 asubuhi. Meeting bei gani? Meeting saa ngapi? Meeting ni saa 5. Saa 5 bado lisali moja. Kwa hiyo mpaka sasa hivi refa hajulikani. Wewe unaona hapo sahihi? Swali dogo nakuuliza wewe kama mwandishi wa habari, uliwahi kuona? Niuliza mimi. Wewe kwa mfano uliwahi kuona nchi yoyote? Hata sisi waandishi wa habari tunahoji juu ya hilo. Kwa hiyo maana yake hapa kuna shida. Hii mechi ina shida. Hii mechi tayari ina shida. Tayari shirikisho linaonyesha limeegemea upande fulani. Nasoro atakuwepo Meja Jenerali Samuel. Yalamu. Kwa sababu mpaka ikifika saa 10 refa simjui naenda kuangalia nini. Lakini
Tiketi ushakata? Na wakati najua naenda kunyongwa. Bila tiketi ushakata? Tiketi bado sijakata. Mimi sikagi mzunguko. Wewe ukai mzunguko? Mimi sikagi mzunguko. Unakaa VIP? Yeah. Lolote laweza likatokea muda wowote. Kama tunaenda kuchezeshwa fair, tofauti na muamuzi wa juzi, kama tunaenda kuchezeshwa fair, si Simba tufungi. Ila kama mipango inaenda kama hivi, sababu mpaka sasa hivi kuna 80% za kwenda kufungwa. 80% za kufungwa. Sio tunaenda kufungwa kimpira, tunaenda kulazimishwa kufungwa. Kwa sababu mpaka sasa hivi refa hajatambulishwa. Tunajua kaza tunaenda kunyongwa. Hakuna duniani. Yaani bado masaa ya mechi refa hajulikani, hakuna. Sasa hivi tunazungumza bado masaa. Maana saa 5 ni meeting ya mechi. Tunaenda kwenye meeting ya mechi, refa anaenda kuchezesha mechi hatumjui. Uliona shirikisho gani duniani? Swali dogo tu, uliona shirikisho gani duniani? Hii ni figisu. Sawa. Na sisi tunaenda kudhulumiwa haki yetu. Nasoro, turudi kwenye mchezo. Kwa namna ambavyo tumeushuhudia mchezo uliopita ambao hata siku 5 hazijapita, mnaenda kwenye mchezo mwingine na wapinzani hao. Nini ambacho unakiona kwa upande wa Young Africans kwenda kuwakabili Simba siku ya kesho? Labda nikuambie kitu kimoja. Kabla sijaenda kwenye hiyo mechi, narudi kwenye muamuzi alikuchezesha mechi ile. Wale waamuzi wanaenda kuchezesha mechi ile, bora wangechezesha hawa pipa na funiko nchi yetu. Sijakuelewa Nasoro. Yule muamuzi waliomleta mechi ya Zanzibar, hakuna muamuzi kutoka Kenya. Hamna muamuzi mule. Wengi lakini wanaonekana kumsifia. Hiyo wasiojua mpira. Nasema hakuna timu iliyolalamika kunyongwa, wanalalamika kunyongwa. Refa yule kafuata sheria 17 za mpira. Nikuulize wewe, yule refa unamsifia wa Zanzibar, kafuata sheria 17 za mpira? Mapungufu yalikuwepo. Watu walikuwa wagongani, alikuwa anatoa kadi. Mapungufu yalikuwepo. Kwa nini alikuwa atoi kadi? Sheria ya mpira inasema hivyo. Nyinyi msende kuwasifia watu wandazimu. Yaani mnawakataa marefa wenu, mnaenda kuwaleta marefa machizi hapo mnawasifia. Sisi tunaonekana hopeless Tanzania. Wewe unaenda kumsifia yule. Hivyo yule na Ndala Gija anachezesha nani vizuri? Yule. Na Ndala Gija nani anachezesha vizuri? Hapo yule refa ameenda kumleta hata beji ya FIFA ana. Na wakati hapa kuna marefa wana beji ya FIFA. Wangu sisi tunaonekana nchi zingine wanatuona hamna kitu sisi. Sio mnafurahia utumbo. Refa amekuja anachezesha mechi kadi kazi acha Kenya. Alafu nyinyi mnamsifia refa bora. Ina lillahi nchi wanajua. Turudi kwenye mchezo Nasoro. Ni unautazamiaje mchezo wa Young Africans na Simba kwenye eneo la pichi? Kwenye eneo la pichi. Tukizungumza pichi kama pichi. Kama refa anaenda kusimama kufuata sheria 17 za mpira, sio refa wa mipango, Simba kesho anakufa mapema kabisa kabla ya kipindi cha pili. Kabla ya kipindi cha pili anaenda kufa. Kwa sababu ya nini? Hata mechi ya Zanzibar wana Yanga wengi na wapenda mpira wengi hawakuangalia. Refa alikuwa anaua move za Yanga. Refa aliochezesha Zanzibar alikuwa anaua move za Yanga. Mimi nitakuonyesha sehemu gani alikuwa anaua. Kuna moja Pacome anaenda akaenda kupuliza offside na kati sio offside. Pacome alichomoka huku, kuna yule mchezaji wao yule alomchukua kwa mkopo kutoka nani? Rushaina. Huku ipo Shomari Kapombe nani? Pacome kapita kati anaenda kuchomokea mpira. Refa anaona hii ataenda kufunga akaenda kuweka offside. Kama marefa sisi tulijua kutoka Zanzibar mpaka huku inalazimishwa Yanga afungwe. Kama tutalazimishwa, si tutafungwa. Ila kama tutaenda tuseme tuweke bato chini, hakuna timu ya kutufunga si hapa. Simba ana timu ya ushindani mbele ya Young Africans. Ana timu ya ushindani. Ile mechi kaiharibu muamuzi. Hana timu ya upinzani. Babu mtu anaenda anamvuta mtu shati hivi. Refa anaenda kutoa onyo. Wewe ulisikia wapi? Wako unaona alistahili kadi. Kadi zilikuwa nyingi, wengine mpaka ilibidi wapate umeme. Lakini muamuzi alikuja na mapenzi. Lakini zilitokea pande zote mbili Nasoro. Sawa. Hata upande wetu sangetoa kadi. Kwa nini kadi hajatoa? Ndio maana akakwambiaje, refa aliochezesha akufuata sheria 17. Sio kwamba alibalance mzani. Hakuna kubalance mechi duniani, hakuna kubalance. Hii ubalance mnaleta nyinyi Tanzania. Muamuzi hatakiwi kubalance mechi. Kwa nini unaenda kuibalance mechi?
Kama alikuwa na balance mechi, kwa nini katoa tuta jioni? Si yeye kaenda kubalance mechi? Ilistahili kuwa tuta. Muamuzi alikuja na maamuzi. Muamuzi ya Simba inashinda penalti naye anafurahi. Wote makaje muamuzi wewe? Tarajie nini Nasoro siku ya kesho kwenye dabi? Kama kesho sisi tunaomba huyo muamuzi wao wanaomficha aje kuchezesha mpira. Sisi tunawaomba huyo muamuzi wao wanaomficha haje kuchezesha mpira. Kama wanaona haifai, wampe pointi 3. Sio shida, sisi tutakubali tu, watuambie mwaka huu Yanga haistahili achukue ubingwa. Ubingwa apewe huyu, atapewa. Wasije watu wakavujisha jasho lao. Shukrani Nasoro. Asante.